kwenye upande wa filamu huko inaripotiwa Prey 2 ipo kwenye utayarishaji. Yes, nadhani tunaikumbuka Predator, movie pendwa kabisa ambayo ilifanya vizuri mnamo 1987. Na nimeona kuna takwimu zimetoka, wanasema kwamba ukitaka kuboost immunity zako, ukitaka kuchangamka, angalia Predator. Ile Arnold Schwarzenegger ile. Kwa sababu inatisha. Tunataka Arnold na jini Mike. Tunataka Arnold na jini nakumbuka kipindi hicho. Predator. Wanasema ukiangalia ile movie inaibua hisia zako ukitaka kuchangamka. Lakini kizuri zaidi ikaje katoka tawi pale pale. Ambayo ni Prey. Prey imetoka mwaka jana. Tunaweza kuona imekuwa mafanikio makubwa sana. Kwa kwenye Predator wametoa Prey. Na ukiangalia Predator wanatoka kwenye sayari ambayo ni sayari nyingine na dunia. Ili uweze kwa warrior, inabidi tuelezee kidogo Predator itoka wapi. Sawa. Ukiangalia ile Arnold na jini tuweke Kiswahili kizuri. Arnold na jini kulikuwa yule mnyama ambaye alikuwa kile kiumbe ambacho kinaua wale wanajeshi, kimetoka kwenye sayari yake. Ili kiweze kuja duniani inabidi kwenye sayari yake uweze kwa warrior, uweze kwa shujaa. Inabidi utoke kwenye sayari yako uende sayari nyingine ukafanye kama kuua vitu hivi. Alafu uchukue vichwa. Na kumbuka alikuwa anachukua na lima fuvu ya watu yale. Alafu anapanga kwenye kiuno chake. Maana yake ni kama heshima. Kwa anaporudi kwao anaenda kuonyesha kwamba bwana, mimi nimefanikiwa kwenda kwenye sayari fulani labda dunia, nimeweza kuchukua vichwa hivi na mili kama hii na vitu mbalimbali kwa lengo la kuweza kuheshimishwa. Sasa ukiangalia Prey ambayo imetoka hivi karibuni 2025, yenyewe ilikuwa inaonyesha kwamba jamaa ni warrior. Baba yake alimkataza kwamba alikuwa stahili kuweza kuwa shujaa kwa sababu kuna vitu kuvifanya. Kwa hiyo akawa amefukuzwa lile eneo, akawa amekuja duniani kukutana na viumbe ambavyo hajawahi kuviona mwenyewe. Sasa kuna kiumbe kimoja hapo alikuwa anabidi takiwa akiue kile kiumbe ili achukue fuvu lake aweze kumpelekea babake na kujidhihirisha kwamba ni shujaa. Kwa ndo maana ikatoka hivyo. Kwa sababu ilitoka ya kwanza, wanatengeneza ya pili sasa hivi. Na kama uliangalia kwa mtu ambaye anapenda action, atakuwa enjoy Prey ya mwaka jana kwa sababu mwaka huu ambao itatoka nyingine, maana yake itakuwa more than kile ambacho ulikiona mwaka jana. The Devil Wears Prada imetoka hivi sasa. Inakuja ya pili maana yake. Imeshatoka trailer. Yes, kwa wale ambao wanapenda movies za fashion na nini, hii ni movie ya kuiangalia. Unaweza kuona mashindano ya kampuni yanavyoshindana kuweza kutoa bidhaa na ushindani wa biashara na vitu mbalimbali. Lakini pia ukiachana na hiyo movie ya Michael Jackson, trailer yake imetoka tayari, unajua ipo hewani sasa, imetoka jana na unaweza kuona watu wengi wameifuatilia. Lakini kulikuwa kuna sintofahamu hivi karibuni, Janet Jackson ambaye ni mdogo wake na Michael Jackson walipata wasaa kwenda ku preview. Inakuaga wanakuwa familia waliweza kuiangalia kwa mara ya kwanza. Kuna special previewing ambao wanaangalia watu wachache. Baada ya kuangalia anasema kuna vitu vingi ambavyo wamevionyesha kwenye ile movie yeye hajapendwa nazo. Kutokana kwamba kwenye moja nyingine kuna mahali ambapo wamemdogosha, kuna mahali wamefanya vitu ambavyo Michael hakuvifanya. Kwa anasema kwamba inaweza ikamtengenezea picha nzuri kupitia hii movie au inaweza ikamletea picha mbaya. Kwa hiyo kuna sasa kaka yake ambaye Jamal Jackson ndo ameigiza pale, akasema kabisa kwamba bwana huyu ana wivu kwa sababu mwanangu mimi ndo kapata access ya kuweza kucheza hii movie, kumuigiza anko wake. So unaweza kuona kwa mvutano wa kifamilia. Kwa hiyo kumekuwa kuna hayo maneno yakiendelea, lakini nzuri zaidi nadhani mwezi huu wa 4 unakuja ndio tarehe 24 hivi itakuwa imetoka hiyo movie kwenye cinema. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.